tunayasema haya, anaweza mtu akasema shehe, vipi, mbona tuletea khutba kama ya kimjini mjini? Hapana, khutba nimeanza na maneno ya Allah, takriban aya 5 zinazokataza mtu kuzua na kuzusha. Mifano katika Uislamu yapo mengi tu, na Allah katoa mifano mingi sana ndani ya Qur'an. Na kama umesoma tauhid kisawasawa, unajua watu wa tauhid wamesema nini. Naqilul kufri laysa bikafir, anayenukuu maneno ya kufru si kafiri. Allah kanukuu maneno mabaya ya Firaun ndani ya Qur'an, fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Aliwakusanya wa Misri katika uwanja mmoja, akawaita, akaambia mimi ndio Mungu mkuu wenu, Mungu wenu mkuu. Maneno haya anayasema Allah akimnukuu Firaun. Allah akakubaliana na Firaun yale maneno ni sahihi. Kwa hiyo nimeyaleta haya maksudi, ndugu zangu, kwa sababu uongo ukirudiwa unaweza kuonekanika kuwa ni ukweli. Na kuna wajinga wengi wanaoburuzwa kichwa mchunga, wanaamini hayo na hawafungi sita, kwamba sita mpaka urithishwe na wazee. Sita bwana ni mikoba mpaka ukabidhiwe. Kwa hiyo wazee wanakabidhiana sita, ukikabidhiwa wewe unakwenda nao mpaka ukiwa mzee unakabidhi tena kwa mtu mwingine. Rawahu wa bongo hayamo katika dini hayo. Khutba yangu naihitimisha kwa faida 6 katika faida kede kem zinazotokana na ibada ya funga ya 6. Mosi, faida ya kwanza ya kufunga funga ya 6 ni kuthibitisha shukrani zetu juu ya Allah jalla fi ulah. Katika suratul Baqara Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, na ili mupate kutimiza idadi, ili mupate kutimiza idadi ya masiku ya Ramadhan. Tukishatimiza Ramadhan, Allah katuagiza tufanye mambo makuu matatu: walitukabbiru Allah ala ma hadakum, mumtukuze Allah, mumkabbir Allah, mupaze sauti zenu kwa takbira, wala'allakum tashkurun, na ili mupate kushukuru. Jambo la pili kinachofuata ni ibada ya dhikri, ibada ya takbira. Baada ya hapo mupate kumshukuru Allah jalla fi ulah. Kwa hiyo hii ni fadhila na faida ya kwanza ya kufunga kwa funga ya 6. Ama ya pili, alamatun ala mahabbati al-ibada wa adamu al-malala. Ukimwona mtu anafunga funga ya 6, ujue ana alama na chembe ya kupenda ibada. Wale wavivu, Ramadhani kisha afadhali tupumue. Wazee wa afadhali wako wengi tu, tena hao Idi inapokaribia ndo wanasemaga tu kimoyomoyo, afadhalishe tu watu tule bwana, nirudishe shavu.
Lakini wale wacha Mungu wanaoendeleza na ibada ya funga wana alama miongoni mwa alama za kupenda kwao ibada. 3, funga ya 6, alamatun min alamati qabuli siyami Ramadhana. Ukimwona mtu anafunga funga ya 6, ujue ni ishara ya Ramadhani yake kukubalika. Kwa nini? Mwanawachuoni Al-Allama Ibn Rajab anasema inna muawadati siyami ba'da siyami Ramadana alamatun ala qabuli siyami Ramadana. فإن الله تعالى إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح غيره، وفقه لعمل صالح غيره. Sikiza mwanawachuoni anasemaje? Hakika mtu kuwa na mazoea ya kuendeleza ibada ya funga baada ya Ramadhani, anaendeleza ibada ya funga za sunna mbalimbali, hiyo ni alama miongoni mwa alama za kukubalika kwa funga yake ya Ramadhani. Kwa nini yawe mwana wa chuoni? Anasema kwa sababu Allah akimpokelea mja amal anamwafikisha na kumpa uwepesi afanye amali nyingine iliyo njema, bandika bandua. Lakini afadhali na msikiti unaupa talaka 3, tutakutana Ramadhani ijayo, hata sala 5 baibai, huyo ni ishara tosha ya kuwa Ramadhani yake haijakubalika. Shekhe, usitoe hukumu. Jawabu, hakuna anayeweza kutoa hukumu, bali sisi tunawasomea hukumu za Allah na mtume wake Muhammad. Malengo makuu ya funga, la'allakum tattaqun, muweze kufikia kileleni mwa ucha Mungu. Aliyeacha kuswali baada ya Ramadhani amefikia kileleni mwa ucha Mungu? Angefikia, angeendelea kumwabudia Mola wake. Nenda sura ya 5 Al-Maida, Allah kasema kinaga ubaga siku zote hupokea matendo ya wacha Mungu tu. Innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin, adatu hasrin wa qasrin, hakika si vinginevyo Allah siku zote hapokei matendo, ibada, amali isipokuwa za wacha Mungu tu. Kishki TV, nuru ya dini yako.